wa kizazi cha 4 watakaa kitini mwa Israeli. Sawa. Mungu anafurahishwa na kazi ya Yehu. Yehu alipopakwa mafuta, immediately ndani ya siku moja akaua wafalme wawili. Akamua Yora, alafu akamua Ahazia, mfalme wa Yuda. Sawa. Just in a day. Umenielewa? Hiyo kazi ilimshinda Elia, ikamshinda na Elisha. Alipotoka kumua Ahazia, akamua Yezebel. Hiyo kazi ilimshinda Elia, ikamshinda na Elisha. Baada hapo akaua wana 70 wa Ahabu. Kwa sababu Mungu alitaka kuangamiza wana wa Ahabu wote kwa sababu ya damu ya manabii watumishi wake ambao Ahabu kupitia Yezebel aliimwaga kwenye taifa la Israeli. Jamaa akaenda akawapiga wale wana 70. Extra ya kuwapiga yeye akawaambia watumishi wa nyumba ya Ahabu wapige wale wana 70. Baada ya kuwapiga akawapiga wao pia. Alafu akasema kazi moja imebakia. Wale manabii wa Baali, watu ambao wanamtumikia Baali, akawaambia hey, njoni. Mimi sasa nataka nishikie na nyie kumwabudu Baali. Nataka tumtolee Bwana wenu Baali sadaka. Kila mmoja ambaye anamwabudu Baali, please avae nguo ambayo atajulikana kwa amani wa Baali. Akawakusanya wote kwenye kao la Baali. Alafu akawapiga wote akawamaliza. Sasa baada ya hapo Mungu anamwambia hivi. Bwana akamwambia yeye, kwa kumetenda vema, unanielewa? Sawa. Kwa kufanya vilivyo haki machoni pangu, kuitendea nyumba ya Ahabu sawa sana yote yaliyo moyoni mwangu, mimi nakupa ofa. Hii kazi ya ufalme ilikuwa ishie kwako kwa sababu wewe hautoki kwenye lineage ya kifalme. Ila kwa sababu umefanya vizuri, nakupa ofa. Mtoto wako atakuwa mfalme, mtoto wa mtoto wako atakuwa mfalme, mtoto wa mtoto wako atakuwa mfalme, na mtoto wa mtoto wako pia atakuwa. Vizazi 4 watakuwa wafalme kwa sababu ya kazi hii. Sasa najiuliza, kama Mungu alikuwa anampenda kiasi hiki Yehu, kama Mungu alikuwa ana shauku, yani inaonyesha kwamba ile kazi ambayo Yehu alikuwa anaifanya ilikuwa so specific, ilikuwa inaukera moyo wa Mungu sana kiasi kwamba alikuwa anataka ifanyike mapema, sema alikosa mtu wa kuifanya. Shida ilikuwa nini? Nini kilifanya Yehu asipakwe mafuta pamoja na akina Elisha? Why? Hazaeli, kwa nini? Jibu nalipata kwenye mstari unaofuatia. Bwana asifiwe. The second line. Anasema hivi. Mstari wa 31. Wafalme wa pili sura ya 10 mstari wa 31. Lakini Yehu akuangalia. Aende katika sheria ya Bwana Mungu wa Israeli kwa moyo wake wote. Hakutoka katika makosa ya Yeroboamu ambayo kwa hayo aliwakosesha Israeli. Siku zile Bwana akaanza kupunguza Israeli. Hazaeli akapiga mipakani mote mwa Israeli. You see that? Mungu anajaribu kuongea. Mungu anajaribu kuongea na Yehu. Bwana, umenifurahisha. Kwa kuwa umenifurahisha mwanangu, mimi nakupa zawadi, sawa? Nataka nichukue ufalme. Ukupaswa kwa mfalme wewe. Lakini nitawapa watoto wako ufalme. Vizazi 4. Yehu anajibuje? Hakuangalia, yani he didn't care. Yani hakujali yani. Yani yeye akaona hivyo vitu sio vitu vyake. He didn't care. So inaonesha kwamba hata wakati wa mwanzo, wakati Elia amepewa maelekezo kwa mapako mafuta jamani, he also didn't care. Pia kuangalia. Okay.
Ngoja nikusomea Kiingereza naweka vizuri zaidi. Kiingereza nasema hivi. But Jehu amplified nasema hivi. But Jehu paid no attention to walking in the law of the Lord. Paid no attention. Mungu anasema Yehu, he didn't care. Niliwaambia siku ya kwanza Jumapili wakati nafundisha kuhusu kuvunja nira. Nikasema hatua ya kwanza kabisa unapotaka kuvunja nira, lazima uwe serious. You must be, lazima umaanishe ndani ya maisha kwa kwamba mimi navunja nira. Kama mwana mpotevu siku moja akasema hivi, alipozingatia moyoni mwake kwamba mimi watumishi wangapi nyumbani kwa baba yangu wanakula na kusaza, na mimi nateseka hapa na kula kwa shida. Nitaenda nyumbani kwa baba yangu nisiwe kama mtoto barake, niwe kama mmoja kawa watumishi wake. Alipozingatia, please, wakati anazingatia watumishi walikuwa wanaendelea kula, baba yake alikuwepo na baba yake alikuwa anamsubiri. Kilichokuwa kinamtesa ukijana kwenye nchi ya ugeni ni kutozingatia, sio hali ya nyumbani kwao, wala sio hali alikuwa anapitia wakati ule, kwa sababu hakubadilisha hali yake, wala kubadilisha boss, wala kupata promotion. Alipozingatia tu pop, maisha yake yakabadilika. Alipozingatia, when he considered in his heart, when he paid attention. Maisha yako yataanza kubadilika utakapoanza kuzingatia. Utakapoanza kujiuliza maswali ya msingi kuhusiana na mambo yanayoendelea kwenye maisha yako na vitu ambavyo unaona ilikuwa haki yako na wakati wake uvipate. Kwa sababu Yesu anasema hivi, wanasheria wanasema hivi, haki lazima itendeke, lakini pia lazima ionekane inatendeka. Si ndio hivyo mwanasheria? Yes. Haki itendeke, lakini lazima haki pia ionekane itendeke. Kusema tu haki imetendeka hakusaidii. Lazima haki itendeke na ionekane kwa imetendeka. Sasa unaonaje kwamba haki? You must see, lazima uzingatie, you must pay attention. Yehu hakuwa ni mtu wa attention. Yehu alikuwa na hatima kubwa ina hang juu ya kichwa chake, lakini alikuwa na shida ya attention. He didn't pay attention. Hakuwa anazingatia mambo ya msingi. Yeye maisha yake aliamua yawe ya kawaida. Na ndio maana hata wakati mpaka mafuta amekuja kumpaka mafuta, alimkuta anafanya mchezo na wenzake. Si umesoma? Alimkutaje? Hebu soma ile 9:1. Alikuwa anafanya vitu serious? Hapana. Hakuwa anafanya vitu serious. Alipofika tazama, majemadari wa jeshi walikuwa wamekaa naye, akasema nimetumwa na neno kwako, jemadari Yehu. Akasema kwa yupi miongoni mwetu? Sote. Akasema kwako wewe. You see, wamekaa tu, wamerelax, as if haimsumbui Yehu. Imepita miaka karibu 30. He doesn't care. Haimsumbui Yehu. Kama nimechelewa haimsumbui, kwa sababu hakuwa mtu wa pay attention. Naomba kwa jina la Yesu, Mungu akuwezeshe kuangalia mambo yako. Bwana asifiwe sana. Mungu akuwezeshe to pay attention. May God give you the grace of paying attention. Anasema Mungu tufundishe kuzihesabu siku zetu ili tujipatie moyo wa hekima. Unapojifunza kuhesabu siku zako, automatically moyo wa hekima unatokea. Na moyo wa hekima ni kufanya jambo sahihi kwa namna sahihi, wakati sahihi na kwa mtu sahihi. That is wisdom. So tunaomba Mungu atufundishe kupay attention ili tujue cha kufanya na maisha yetu. Jamani, hallelujah. Sasa yako mambo mawili ambayo mimi nataka tuyaone, baada hapo tuombe. Ngoja nimwelezee Yehu kidogo kabla tujione amani. Yehu anafanyaje? Yehu ameona
I say, yeu bwana, yeu. Kwa lugha leo si ningesemaje? Alikuwa fala siki. Samahani, sio nzuri kutumia madhabahu. Lakini mimi nashindwa kumuelewa. Nashindwa kumuelewa yeu. I simply don't understand it. Nashindwa kumuelewa yeu. Kwa sababu wewe unapiga wafalme wawili ndani ya siku moja. Unapiga watu 70 ndani ya siku moja. Unapiga manabii wa Baali zaidi ya 1000 in a day. Unamuua mwanamke ambaye Elia alikuwa mwiba wa Elia. Na usije ukadhani Yezebeli alikuwa amejipanga, alikuwa amekubali kushindwa. Hapana, Biblia inasema hivi, aliposikia kwamba yeye anakuja, akawaza ni njia gani namkamata, akaamua kujipaka wanja. Akajitia ushuru. Pengine mtege yeye. Amekaa dirishani, yeye akiwa anakuja haingie ramani. Yeye akakataa kuingia ramani. Kulikuwa na matawashi wanamwangalia pale. Wakamruhusa dirishani. Yeye akasema nani yuko upande wa? Wale matawashi kwa huyu jamaa yuko shida, asemeua Yoramu, ameua Azia. Sisi hatutabaki hapa. Wakaamua kumwasi Yezebeli. Unamwasi Yezebeli wewe? Yezebeli ambaye alimwambia mwanaume ambaye ameua manabii 400 wa Baali, ameona moto kishuka kutoka mbinguni, unalamba sadaka, unalamba moto, unalamba kuni, unalamba mawe, unalamba na majivu. Alafu Yezebeli anasema tu, kama Mungu kama nisipokufanya kama ulivyofanya manabii hao, basi miungu wanifanyie mimi hivyo na kuzidi. Jamaa anakimbia. Ndio shida ikaanzia hapa. Elia, mgogoro wa huduma Elia ulianzia hapo kwa sababu ya Yezebeli. Alafu hata ampigi Yezebeli. Wanaomsalia anauliza swali moja tu, anasema nani yuko upande wa Bwana, nani yuko upande wangu? Alafu wale matoasa ambao walikuwa na mangalia Yezebeli wanamsaliti, wanamlusha dirishani na kufa. Alafu Mungu anamwambia, utakuwa mfalme wewe na watoto wako na watoto wako na wajukuu wako. The guy never paid attention. Alafu baada hapo akafuata njia za Yeroboamu. Maana jamaa likaendelea kuabudu sanamu tena. Likaendelea kuabudu sanamu. Baada hapo hebu Mungu akusaidie kwa jina la Yesu. Mungu akuwezeshe kwa jina la Yesu. Amen. Sasa yako mambo mawili nataka tuyaone dakika moja alafu tuombe. Jambo la kwanza, mimi naona changamoto mbili. Changamoto kubwa kuhusu kuchelewesha kwa hatima. 2 challenges. Changamoto mbili. Changamoto kubwa kuhusu kuchelewa kwa hatima. Kucheleweshwa. Moja ni kutojua kwamba umechelewa. Wengi hatujui kwamba tumechelewa. Hatujui wengi kwamba tumechelewa. Sasa nataka nikuoneshe mambo machache ambayo yatakusaidia kuelewa kwamba wapi umechelewa na umechelewaje. Warumi sura 8 mstari 19. Warumi sura 8 mstari 19. Warumi 8:19. Biblia inasema hivi. Nimesema Warumi ngapi? 8:19. Maandiko matakatifu yanasema, kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi sana kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Okay? Anasema viumbe vyote hapa sio viumbe kwa maana ya vitu. Ina maana ya vitu na watu, miti na vitu vyote vinakaa kwa shauku, vinasubiria kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Okay, it's fine. Wana wa Mungu wapo hawapo? Wapo. Shida ni kwamba hawajafunuliwa. Sasa neno kufunuliwa hapa ni neno manifestation. Sawa? Manifestation. Neno
manifestation. Manake nini? Manake kumanifest ni kama kuibuka. Neno manifest manake ni kufanya kitu kijulikane. Neno faniro Kiunani, kufanya kitu kionekane. Sio kwamba kikuwepo, kilikuwepo lakini hakikuonekana. That is manifestation. So, hawa wana wa Mungu wapo lakini hawaonekani. Kwa sababu hawaonekani, viumbe vyote vinasubiriwa kwa shauku. Sasa ukienda mstari wa 19 ndio tunasema kwa maana, mstari wa 20 anasema hivi, kwa maana viumbe vyote vitiswa chini ya ubatili, si kwa hiari yake ila kwa sababu yake yeye aliyevitisha katika tumaini. So, hivi viumbe kwa nini vinasubiria kwa shauku kufunuliwa kwa wana Mungu? Kwa sababu vimetiswa chini ya ubatili. Viko katika hali ambayo sio yake kwa asili yake. Yani, hivi viumbe vina maisha fulani vilipaswa kuishi. Lakini kwa sababu ya ubatili, kwa sababu ya uovu, kwa sababu ya dhambi, na kwa sababu ya mambo kutokuwa kwenye msawazo, viko chini ya ubatili, viko chini ya uharibifu. Na atakayeweza kuvitoa kwenye ubatili na uharibifu ambako vimewekwa ni mwana wa Mungu ambaye yupo lakini hajafunuliwa. Okay, nifanye hivi. Tuzungumze kuhusu familia yako kule unakotoka. Watoto wako kama na watoto, ndugu zako, mama yako kama yupo, baba yako, wajomba, watu ambao wanakutazama, wanakuhesabu wewe kama ni mtu wa muhimu kwao. Sawa? Hawa watu wako vile si kwa sababu wanataka. Kile kiwango cha maisha ambacho wako nacho, kiwango cha matumaini ambacho wako nacho, sicho kila ambacho napaswa kuwa nacho. Sawa? Wewe, iko version yako wewe ambayo ikitokea hiyo version itatoa matumaini yale ambayo vizazi, viumbe vya watu wako wanayo kwako, yawe halisi katika maisha yao. Okay, ngoja nitoe mfano halisi. Mimi kwetu ni mtoto wa kwanza. Mama yangu amenizaa mimi akiwa na miaka 19. Sawa? Yes. So mimi na mama tuna gap ya miaka 19. Kwa lugha nyingine, mimi nili-interrupt usichana wa mama. Yani mama akufurahia usichana wake wote. Sawa? Maana kama anizaa akiwa na miaka 19, maana alishika mimba akiwa na miaka 18. You see that? Sasa changamoto ya watoto wa kwanza ambao wanazaliwa wakati wazazi hawako tayari, kuna baadhi ya ndoto za wazazi wao wanaziua. Zamani kwa mfano, ukipata mimba huko form 2 uendi kusoma. Si sawa? Shule ndio imeishia pale. So kama mama alikuwa na ndoto za kuwa rubani na nyumbani hakuna nafasi ya kwenda private, ataishia kusoma cherehani. You see that? Na mtu anapotaka kusoma urubani, sio kwamba anataka kuendesha ndege, anataka maisha yale ambayo urubani inaleta. So, kazi ya huyu mtoto mojawapo ni kumpa maisha yule mama yake ambayo angeyapata kama yeye asingezaliwa. Mmenielewa? Tumeelewana? Okay. Unajua sisi tungeweza kujiokoa wenyewe. Sawa? Tumeelewana? Sawa? Sisi tungeweza kujiokoa wenyewe. Tulipaswa kujiokoa wenyewe. Lakini tuishindwa kwa sababu demands za wokovu, mwokozi, vigezo vya mwokozi sisi hatukuwa navyo. Kwa hiyo inabidi tukae katika hali ya kusubiri.
apatikane mtu mwingine ambaye ni kama sisi, afanye kazi ambayo ibidi tufanye sisi, lakini tumeshindwa kwa sababu tuna vigezo. Sawa? So tukawa tunamsubiria Yesu aje. Yesu alipokuja akalipa gharama ya dhambi zetu sisi ambayo tulipaswa kulipa sisi. Sawa? So mambo ambayo tulipaswa kuyafanya sisi, Yesu aliyefanya mahali petu. Alafu sasa tunafurahia maisha ambayo yangepatikana kama sisi wenyewe tungelipa gharama ambayo ilibidi tulipe, lakini tulishindwa kulipa. Iko hivi. Pesa ambayo wazazi wako walikusomeshea, sawa, wangenunua chips yai, huenda wangefika mbali, ingewasaidia kuliko kugomesea wewe. So waliamua kuzuia chips yai, sawa, kuzuia baadhi ya raha zao, wakazuia baadhi ya vitu ambavyo wangeenjoy, wakaamua kuwekeza kwako wewe kwa sababu wanaamini wewe ukiwezeshwa utaweza, yani wewe unayo potential ya kuwapa maisha yale ambayo wao wangeyapata, isipokuwa hawawezi kuyapata kwa sababu hawana vigezo, fursa sawa sawa na wewe. Simenielewa? Hawa viumbe hawa wangeweza kujiokoa wenyewe, lakini hawana uwezo wa kujiokoa wenyewe. Kwa matumaini yao ya wokovu yamemweka kwa mtu ambaye yeye ana nafasi na vigezo vya kuweza kuwa mwokozi. So kama huyu mtu hata yield, yani hata fikia mahali pa kuwa mwokozi, matumaini ya watu yatapotea na hakuna namna ambavyo watatoka kwenye kifungo cha matumaini ambacho wako nacho. Sawa? Okay. Nitoe mfano. Kwa hiyo sasa mimi nimezaliwa hivi. Mama angekuwa hajazaa, wenda angeolewa na kijana ambaye sio aliolewa naye sasa hivi. Wenda kwa sababu, kwa mfano, juzi hapa rafiki yetu mmoja amenipigia simu. Akasema, pastor, alikuwa na jambo ananiomba nikamfanya, alafu akaniambia sasa naomba niruhusu nimchukue Chichi kwa miezi 3. Sasa unasema ndio, nina kazi. Huyo jamaa lecturer wa SUA ana kazi, anataka kumpa mke wangu kazi ya research. Wanalipa 120,000 kwa siku. Kwa miezi mingapi? 3. Sawa. Manake kwa mwezi 5,600,000, kwa miezi 3 ni 10,800,000. Sawa. Nikamwambia hapana, huwezi kumchukua. Kwa nini? Ni rafiki yangu sana. Na of course hizo kazi wameshafanya sana. Sawa. Akasema Chichi ni mjamzito, anytime anaweza kujifungua. Sasa aliyemkosesha kazi Chichi ni nani? Ni nani? Ni mimi ndio, lakini ni mtoto bwana. Ni ule ujauzito, sawa jamani? Kwa hiyo sasa Chichi anakosa fursa. Hebu pima maisha yetu, alafu ongezea 10,800,000 ndani ya miezi 3. Sawa? Tungekuwa na maisha bora kiasi gani? Lakini tumeacha kwa sababu hali ya sasa ya mke wangu hairuhusu kufanya hiyo kazi. So matumaini yetu ni kwamba huyu bwashe huyu ambaye atazaliwa huyu atatupa hizo 10,800,000 na kuzidi. Si mmenielewa sasa? Ya kwa maana ya viumbe vinasubiri kwa shauku kufunuliwa kwa wana. So tunaposubiri mtoto wa asali, tutampa kila kitu anacho. Sio kwa akuwe aende chooni, hapana. Haja atimize ndoto ambazo sisi tulishindwa kutimiza, aidha kwa sababu yake au kwa sababu ya uwezo wetu. Sasa unajuaje sasa? Nataka ni connect hiyo na kuchelewa. So kila wakati unapoona kwamba kuna watu ambao wanakusubiria kwa shauku kubwa, ujue yako mambo lipaswa kuwafanyia hauwafanyii, kwa sababu bado toleo lako la sasa hivi
haliwezi kuwapa hayo maisha ambayo wanayategemea. Kwa sababu unasubiri tu yale ambayo una matumaini nayo na unajua yatakuja. Bwana asifiwe. Ukiona kwenu hawakuambii, sawa. Hawakupi, kukitokea msiba hawakuambii toa mchango. Sio kwa sababu wanapenda, ni kwa sababu wanajua huna kitu. Sio kwa sababu ya umri wako, ni kwa sababu ya uwezo wako mdogo. Tumeelewa? Ukiona kanisa kama la CLA, tunataka tununue jengo la $300,000. Wauzaji wako tayari. Sisi hatuna fedha za kununulia. Tatizo sio Mungu, tatizo ni wewe. So kinachotakiwa kwako, manake wewe umechelewa kushika pesa. Sawa? Umechelewa kushika pesa. Kwa sababu Mungu alivyoyatengeneza maisha, ameyatengeneza hivi. Azaeli atakayepona kwa upanga wa Azaeli apigwe na Elisha. Atakayepona kwa upanga wa Elisha apigwe na nani? Na yeye. Yaani mtu asipone, lisiwepo jambo ambalo Mungu anataka lifanyike kwa wakati ambalo halitafanyika. Mungu ndo mapenzi yake. Kisiwepo kitu ambacho ni wakati wake kufanyika, hakitafanyika. That is the will of God. So kama yako mapenzi ya Mungu ambao mazingira na watu yanadimandi kwamba yafanyike, hayafanyiki, manake kuna mtu anachelewesha. Manake yuko yeye hapo katikati. Simenielewa? Jana, literally jana. Juice. Rafiki yangu mmoja, mke wake akaniona napita. Sham. Nikaenda. Asema samahani Sham, nilikuwa nakutafuta sana. Nimetaka kupigia simu sikupata. Sasa na shida. Mimi na mume wangu tuna kiwanja Bigwa Mgolole. Kina eka 1.5. Please, naomba ununue. Tumetafuta mteja tumekosa, tukakufikiria wewe. Na mume wangu akaniambia hivi, ukimwona Bedo nakipita mwambie hicho kiwanja kitamfaa. Kiwanja kinafaa kujenga nyumba ya gorofa. Kina nafasi ya kuweka mpaka swimming pool, mtumishi wa Mungu. Sisi kuna mtu alikuwa anataka atupe $100,000. Jirani yetu hapa kuna mtu anataka kununua kiwanja cha jirani yetu $100,000, akakataa kwa sababu ile eneo lina thamani sana. Sisi tuna shida. Please tupatie $70,000 peke yake. Bwana asifiwe. Juice. Sasa mimi nimejifunza, nikamwambia usijali, ngoja nikaongee na mke wangu. Lakini nyinyi mmenielewa. Mmenielewa eh? Bwana asifiwe. Leo nakuja kanisani. Rafiki yangu mwingine kanisa pasa njoo samani. Jana nimekuona pita hapa. Sema ulikuwa mbali, nimeshindwa kukuita. Na sio simba kukuita wewe kwa mbali. Sasa ninakuomba kaa. Kuna rafiki yangu yuko Mzumbe. Ana viwanja 3 viko eneo moja. Mzumbe ndani karibu na chuo kabisa. Unaweza kujenga hostel pale. Sawa. Anaotaka $35,000 tu. Sijamwambia mtu yoyote. Nimeona nikwambie wewe kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Ukikipata hicho kiwanja, ni mimi nimepata. Na nikasema okay. Sasa kuna kiwanja kingine kiko Bigwa ambacho tunajadiliana kukilipia $70,000. Lakini nafikiri cha kwako cha $35,000 eka 4 ni kizuri zaidi. Nitakurudia. Nyie mmenielewa sasa? Nyie mmenielewa? Yeah.
Hiyo ni hii dalili kwamba viumbe vinasubiri kwa shauku kubwa sana kufunuliwa kwako bado. Ila version yako ya sasa haiwezi kuwasaidia. So what do? You manifest. Simenelewa. Iko hivi, niliwaambia siku moja nikasema hivi, hakuna tatizo ambalo huna uwezo wa kulitatua litakusumbua. Ukiona kuna jambo linakusumbua kwenye familia yako, kuna jambo linakusumbua kwenye taifa lako, kuna linakusumbua linakusumbua kwenye nchi yako, ujue majawabu ya hilo jambo unayo wewe. Lakini toleo lako la sasa haliwezi kutoa hayo majawabu. Na kwa bahati mbaya sana ni kwamba waokozi huwa wanazalishwa kwa majira. Saviors are born in seasons. Na ndio maana Mungu anatumia gharama kubwa sana kuwalinda waokozi, kwa sababu ni kazi kutengeneza mwokozi, ni kazi sana. So kuliko kukupoteza wewe tuchukue mtu mwingine, Mungu atalazimika kuvisubirisha viumbe, tukitumaini kwamba wewe utatokeza. Mmenielewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe sana. So I want to encourage you. Nataka nikuulize, wapi ambako wewe unasubiriwa? Popote ambapo unasubiriwa, ujue umechelewa. Sawa. Eneo gani la maisha yako ambalo unasubiriwa? Which area of your life? Mimi siwezi kumpigia simu Wiseman nikamwambia Wiseman, sina hela ya kula sasa, tunafanyaje? Siwezi. Kwa sababu umri wake bado. Lakini utafika umri ambapo masuala nyumbani atakaa sana, nasema Wiseman, tunafanyaje? So kama Wiseman ana uwezo ama ana uwezo ni jambo lake yeye, lakini haina shida ya mimi kumpa mahitaji yangu, kwa sababu mpaka nampa mahitaji yangu ndio naamini anaweza kuyatatua. Bwana asifiwe sana. I want you to check which area do you think you are being weighted. Eneo gani? Eneo gani la maisha yako ambalo unasubiriwa? Wengine ni ndoa. Wewe unapaswa kuwa umeolewa. Wewe unapaswa kuwa umeoa, lakini unacheleweshwa. Wengine ni uchumi. Right now ulipaswa kuwa bosi, una kampuni, wanaajiriwa watu kwenye kampuni yako, lakini unachelewa. Wewe ulipaswa kuwa umeoa, una watoto. Bwana asifiwe sana. Yeah. Ulipaswa kuwa uko sehemu fulani. Na wengi hapa ni wanafunzi. Mimi nasemaga hivi, I always tell you. Mimi wakati nasoma nilikuwa moja kati ya wanafunzi ambao wana mafanikio madogo sana. Madogo sana. Sawa. Lakini nilikuwa waziri mkuu wa Swaso. Nilikuwa nauza t-shirt. Nilikuwa na saluni ya kiume. Sawa. Nilikuwa na lima mpunga nyumbani. Chanzo cha mapato, boom, United. Umenielewa? Wakati niko pale, nilikuwa na rafiki yangu, tuko roommate, anaitwa Keimo. Anasoma vet. Alikuwa na bajaji. Alikuwa anafuga kuku. Yuko pale. Bumu likichelewa tunamwangalia usoni. Hajui bumu kuchelewa. Kwa sababu na bajaji inapiga ruti za pale, Niose main campus. Niose anasoma vet. Kwa nini? Kwa sababu akili yake aliamua kuitanguliza mbele, alafu visingizio vikaja nyuma. I told you the other time kwamba nimeona video mtandaoni ya binti mmoja miaka 28 anawapa zawadi wazazi wake ya nyumba nzuri na swimming pool pamoja na gari, kila mmoja ya kwake. 28 years. Alafu ukiomba vocha kifuruji cha buku, ukiomba siku 2 mfululizo unalalamika. Unasema bado sijajipata. Umechelewa wewe. Na wengine wanasema pasa usiwatie pressure watoto. Nyie ni watoto.
Nyie ni watoto nyie. Eti nisiwatie pressure. Nisiwatie pressure. Hamna haki ya kufurahi, waone kwa. You don't deserve. Paka ameona haki ya Yerusalemu imetokeza mbele zake kama mwangaza. So tuna bahati sisi hapa wengi ni vijana. Kama yale mambo ambayo unayatazamia, yale mambo unajua umeandikiwa kuyatokeza, ambao unasubiriwa kwayo hajatokea, hauruhusiwi kupumzika. You're not supposed to rest. Jana mke wangu naongea naye, ananiambia, do you know kwamba naweza nikajifungua anytime? Nikasema ndio najua. Akasema mbona nalala kanisani? Nikasema nalala kanisani kwa sababu itanisumbua zaidi mimi huyo mtoto akizaliwa alafu akatamani angekuwa na baba mwingine kuliko wewe ukijifungua wakati sipo. Umenielewa? Yani wewe ukijifungua wakati mimi sipo sio issue sana kuliko ujifungue mtoto akue alafu atamani angekuwa na baba mwingine ambaye sio mimi. Kwa maana kwamba niishi ndio kumpa matarajio ya maisha ambayo anastahili kutoka kwangu mimi. Bora ujifungue nisione. Yani kuliko kukaa na wewe hapa na angalia unavyojiona. Yes, naelewa muhimu wa kushinda na wewe. Lakini kwa sasa katika zama zangu, huu ni wakati wa kulipa gharama yote ambayo inatakiwa ili nyinyi ambao mmeniamini muwe na maisha ambayo aidha mliyatamani au mimi nitamani kuwapa. So kuliko kukaa na wewe basi bora mtafute Mungu ambaye anaweza kubadilisha maisha yetu na yako wako. Jamani amini. So I said nitalala kanisani au split nitalala kanisani mpaka nione Mungu amefanya yale ambayo alisema na mimi. Bwana asifiwe sana. So I sleep here. Bwana asifiwe sana. Haunyamazi. 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 That's problem number 1. Challenge number 1. Watu wengi hawajui kwamba wamechelewa. Lakini number 2 ni kwamba watu wengi hawajui cha kufanya. You don't know what to do. Sasa leo nataka nikwambie cha kufanya. Kesho tutaendelea. Cha kwanza cha kufanya ni kumtafuta Mungu. To seek God. Seek God. Tafuta Mungu. Nasema haya mambo kwa masikitiko makubwa sana. Masikitiko makubwa sana. Kuna vitu tunaongea vya kipumbavu, lakini tumevifanya kana kwamba ndio standard ya maisha. Mtu mmoja ananiambia hivi, pastor, ukitaka ufanikiwe kwenye huduma yako, jitahidi jengo lako la kanisa liwe vizuri, uweke nini. Akasema jamani, akasema inabidi uwe na standard fulani ya maisha. Wako washirika ambao hawataka wasali kanisani kwako mpaka ununue gari. Kamsikiliza. Nikasikia huruma moyoni. Na nyie mkimsikiliza ni kama anaongea point hivi, si ndio hivyo? Ni kama anaongea point. Lakini let me ask you something. Hawa wabunge hawa mawaziri hawa wanapaki Range Rover zao kwenye kibanda cha mganga kijiji mwenye gorofa. Do they care kwamba huyo mganga ana nyumba au hana nyumba? Wanajali kwamba mganga ana gari hana gari? Hapana, they don't care. Wakishajua wewe unaweza kuwapa wanachotaka, hawaangalii una mtoto, una mke, unakaa nyumba, they don't care. Watapaki Range Rover zao wakufuate mahali ulipo kwa sababu they know yale ambayo wao wanayataka wewe unaweza kuwapa. Sasa tumewafundisha vijana wa kisasa sasa hivi. They seek things, they seek people, not God of things. Unapoona mambo hayaeleweki kwenye maisha yako, acha kutafuta watu. Tafute Mungu kwanza. Bwana asifiwe sana. Usianze kujibrandi kwanza. Kosa la yeye ulikuwa hilo. Wakati mafuta yananing'inia juu maisha yake, yeye hakujali. Seek God, seek the face of God. Tafute Mungu.
Mungu. Muulize Mungu maswali. Wakati wa kuuliza maswali ndipo ambapo Gideon alipata penyo. Anasema hapana wewe, hapana. Yaani malaika anamwambia, Gideon alisema no, usiniambia mama. Yako wapi mama ambayo tulisimuliwa na baba yetu? Yako wapi? Yako wapi matendo yako makuu? Yaani mimi niko hapa na pura na faka, nimejifisa kwenye shinikizo kama sina Mungu vile. Why am I living like a person who doesn't have God while I have God? Yako wapi matendo yako? Ndipo Mungu akamwambia, nenda katika nguvu zako hizo. Praise God. He saw the man was curious, asking the right questions about his life. Seek God. Tafute Mungu kwanza. Tafute Mungu kwanza. Tafute Mungu nye watoto nawaambia. Tafuta God. Seek. Decide in your heart that you are going to seek God. Na unapomtafuta Mungu, Yeremia anasema hivi, na achua mawazo na waze ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mstari wa 10 anasema hivi, ndipo mtakapoenda na kunitafuta, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Ngoja niwaambie washirika wa CLA. Let me tell you one big thing. Nawaambia ukweli kabisa. Nimeshauriwa sana kwamba niende kwa baba yangu wa kiroho. Unajua baba yangu wa kiroho ana nini? Ana connection. Unajua baba yangu wa kiroho ni mtu mkubwa, ni jitu lile. Bwana asifiwe sana. Marando botebe nikapata makaya wakapasha safate roberto konoria nikapakaya masapata vira rekapa kwasikaya masata repata kaya nikapata. Amesema ndipo mtakaponitafuta kwa mioyo yote nami nitaonekana kwenu. Anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, miteni maana yu karibu. Nikapatoria nikapata rakapashasa fateba reketo motoria nikapakaya manda efateke teduya rakapashata kateria nikapakwasi hata manda. Hiyo hali ambayo imebaki katika maisha yako, hiyo hali ambayo inachelewa, hiyo uponyaji ambao hauchi, matere beteria matere nikapakapashata matere roberto konoria matere nikapakwasi hata matere nikapata mashata matere rakopokaya maseteke nikapata madiva rapata makwasi kata rapata makwasi kata mashata pa rapapata rakopotoya nyanda osaya mashata ekepekea dua yakapashata. Wengine mtetaji kujifungia kwa siku 3 mahali, omambie Bwana nitakaa hapa shakatana nikapata maseta nikapakaya mata nekepeteria. Habakuke nasema nami nitasimama katika zamu yangu. Ewe nimsikie Bwana anasemaje kwa baada ya kulalamika kwangu. Na seketebe nikapata masata okata mkono nikapakaya mashaka ekapalaka wakopotoa. Wengine mkinalila chuo, ukianza tu kutafuta kazi umekwisha. Wengine wazazi wenu wanakaribia kukata tamaa, waliwasomesha, waliwekeza kwenu kwa sababu walijua watapata matunda fulani. Usiwalaumu kwa nini wanakutegemea, zilaumu leo kwa nini una uwezo wa kuwasaidia. Makataya wakapashata patia repetua nikapakaya ekaya mashata da wakapatabeda nekepekea nikaya marwano wakapashata nekepekea. Mwambie Mungu sitaki kuchelewa wakapashata nekepekea. Waliompata leo ni kweli, leo walimuua Yona, ni kweli leo walimuua Yezebel, ni kweli leo walimuua Asia, ni kweli leo waua mabahari, ni kweli leo wana wa Hawa. Lakini
lakini ilichukua muda gani? 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 Kama Yobu angetiwa mafuta mapema, huenda Nabothi asingekufa. Hata baba wakapashata kepatadia nekapateria na kapapasi hata wekepekemu na kapayasa fatana wapapatomu. Quicken me, O Lord, quicken me more, quicken me Yesu. Ninasema wangoja wa Bwana hawatachoka, watapaa kwa mawe kama zakari. Wengine mnahitaji hapa neema ya kupaa, mafanikio yenu. Mkiwa mnatembea mtachelewa sana, mtachelewa sana. Vijana wenzenu wanawajengea nyumba wazazi wao, wananunulia magari wazazi wao. Wewe ukienda kama kawaida utachelewa sana, utachelewa sana, utachelewa sana. Inabidi upewe neema ya kupaa, inabidi upewe neema ya kupaa, inabidi upewe neema ya kupaa, inabidi upewe neema ya kupaa. Wakapata dawa, wakapashata, rekepetemu, nikapakayama, wakapashata, rekepetemu, nikapakosa, wakapakota, nikapataya. Wengine mehitaji kuimarishwa. Unaona pengine ni mdhaifu, unaona pengine ni ugonjwa unakufanisha. Mwambie Bwana ule ugonjwa uondoke, mwambie Yesu ule ugonjwa uondoke. Chochote ambacho naona kinakuchelewesha, chochote unaona kinakukwamisha, chochote unaona kinakuzuia, akababara wakapashaka nekepetevina nekepona na kwasikata nekepetevina nebabasha nebabasha nebabasha